ولم نسأله من الخيرات Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba kwako kupitia baraka zako na utukufu wako somo hiki tunamkusudia Mariam Uswazi Ford kwa yale majambo aliyofanya aweze kurudisha amana za watu. Alhamdulillah rabbil alamin. Walianza na surati Fatiha, baadaye wakatia nia kwa Kiswahili, baadaye wakatia nia kwa Kiarabu. Ni ndo albadili. Kwa jinsi ambavyo walivyoianza ni Ahlul Badri kweli, na hawa wanaofanya Ahlul Badri wanajua kweli. Mimi nimewasikiliza hapo, wanajua kweli. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na miongoni mwa watu ambao wana vingi wanavifahamu kuhusiana na masuala mazima ya dini na hata masuala ya duniani. Nyundo TV tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao mara nyingi huwa tunamtafuta kama si kumkimbilia shehe wetu ama mwalimu wetu Yusuf Diwani, mmoja kati ya walimu ambao wanatoa tiba kuhusiana na masuala mazima ya magonjwa, ushauri na vitu vingi huwa vinapatikana pale ofisini kwake. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanakumbwa na magonjwa kadha wa kadha, unaweza kumtafuta kwa masuala mazima ya dua. Kuna dua nyingi huwa zinafanyika pale ofisini kwake, lakini hilo sio kubwa ambalo limetufanya tumtafute. Kubwa ni kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi mitandaoni kuhusiana na mwanadada huyu anaitwa Mariam Uswazi, mchezesha upatu ama naweza nikasema kijumbe wa upatu. Mengi yametokea kuhusiana na watu ambao wanalalamika kudhurumiwa kama sio kutopewa pesa zao za mchezo, lakini sio kubwa ambalo limetufanya tumtafute Sheikh Diwani. Kilichotufanya tumtafute ni kuhusiana na albadili ambayo imefanyika siku ya jana. Watu kadhaa tumeona wameposti video kadha wa kadha wakionyesha kwamba wanamsomea albadili Mariam Uswazi mara baada ya kuweza kutopewa pesa zao. Nyundo TV tumesema tumtafute Sheikh Diwani atuambie nini maana ya albadili Kiislamu na ni sahihi Muislamu kuweza kumsomea Muislamu zake albadili. Maswali makubwa ni matatu. Kwanza, nini maana albadili? Pili, ni sahihi kwa mtu ambaye anakudai kuweza kumsomea albadili? Tatu, nini madhara ya yule ambaye anasomea albadili mara baada ya kusomewa? Nini kitamkuta? Sheikh Diwani anatuambia yote haya ambayo bila shaka hata wewe unajaribu kujiuliza maswali haya. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nimekutumia video ama nimekuonyesha video ambayo ikionyesha baadhi ya Waislamu wakiwa wanasoma dua ambayo inasemekana kwamba albadili kuweza kumsomea dada huyu Mariam Uswazi ambayo inasemekana kwamba wanamdai pesa zao za upato hawajampa. Maswali yangu ya msingi bila shaka umeshayasikia. Natamani nifahamu kutoka kwako nini maana albadili ama nini tafsiri ya kile ambacho nakifanya na nini madhara kwa kile ambacho mkifanya. Karibu. Sawa. Kwanza tunaposema Ahlul Badri, watu wengi wamekuwa wanasema albadiri, lakini kiusahihi kabisa ni kusema Ahlul Badri au Ahlal Badri au Ahlil Badri, ndio usahihi zaidi. Na tunaposema Ahlul Badri, maana yake tunakusudia ni masahaba ambao waliopigana vita wakati wa Bwana Mtume Muhammad katika vita vya Badri. Sasa wale masahaba ambao waliopigana vita vya Badri wakiwa bega kwa bega na Bwana Mtume Muhammad ndio wakaitwa Ahlu al-Badri, yani watu wa vita vya Badri. Na hata ukisikia Ahlul Badri yenyewe namna inavyosomwa, utasikia wabi Sayyidina Anas ibn Maliki radiyallahu anhu, wabi Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wabi Sayyidina Talha ibn Ubaidillah al-Muhajiri. Utasikia maneno ya namna hiyo. Maana yake ni nini? Ni kwamba wale ambao waliokuwa pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Sasa kuna kitu kinachoitwa tawassul. Tawassul ni kutawasal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia vipenzi vyake. Sasa sisi tunafahamu kwa kuwa hawa masahaba wao walipigana wakiwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama,
kwa lengo la kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, basi tunawadhania kwamba hawa masahaba ni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hali hiyo sasa, mtu anaomba dua, anasema ya Rabbi, kutokana na huyu sahaba ambaye ni kipenzi chako, radhi zako Allah Subhanahu wa Ta'ala zimfikie sahaba huyu, ya Rabbi, nakuomba nipe au ninakuomba nifanyie kadha wa kadha katika yale ambayo mimi nayahitaji na kuyataraji biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya ahlul badri. Ama swali, je, inafaa kwa Muislam kumsomea ahlul badri Muislam mwenzake? Hili suala liko hivi. Jambo la kwanza, tunaposema ahlul badri tunakusudia dua. Na kama kuna mtu amedhulumu, kuna mambo mawili hapa ya kufanya. Jambo la kwanza, linahitajika mtu atapambane kwa ajili ya kuipata haki yake. Huo Uislamu umetuambia katika hali za namna. Yale masala kusema namwachia Mungu hayapo katika dini tukufu ya Kiislamu. Yani katika dini tukufu ya Kiislamu, mtu amekudhulumu, pambana uipate haki yako. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi, hata Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba la tadhlimun wala tudhlamun. Yani nyinyi msikubali kudhulumu na wala msikubali kudhulumiwa. Lazima upambane ili kuipata haki yako. Labda ikifika wakati sasa ukaona ya kwamba hapa nilipofika sina tena ujanja, hapo ndio inabidi sasa unyanyue mikono, na wakati huo sasa unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba huyu mja wako kanidhulumu na mimi uwezo wa kufanya chochote sina, ya Rabbi, sasa muweke katika mikono yako. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ittaqu da'watal madhlum, ya kwamba ogopeni sana da'watal madhlumi, dua ya mtu anayedhulumiwa. Fa innahu, hakika ya hiyo dua ya mtu anayedhulumiwa haina hijabu, kwa maana haina kiziwizi baina ya dua hiyo na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama mtu amewadhulumu watu na watu wakajaribu kutumia mbinu hizi na zile ili wapate kile walichodhulumiwa, na bahati mbaya hawakupata kile ambacho wamedhulumiwa na mtu huyo mathalan, alafu anawaletea kiburi na kejeli, basi hawa watu wana uwezo wa kukaa na kusoma dua, awe Muislam asiwe Muislam, kwa sababu hata akiwa Muislam haruhusiwi kudhulumu eti kwa sababu yeye ni Muislam ndio aachwe tu afanye dhulma. La, bali bila shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia unsur akhaka dhaliman au madhluman, ya kwamba mnusuru ndugu yako ambaye yeye ana tabia ya kudhulumu watu, mnusuru. Au madhluman, au yule ambaye ana tabia anadhulumiwa, mnusuru. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Sasa basi, kama hivi ndivyo ilivyo, masahaba wakamuuliza Bwana Mtume, huyu ambaye anayedhulumiwa tunaweza tukamnusuru vizuri kabisa wala hakuna tatizo. Swala ni moja, huyu anayedhulumu tunamnusuru vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema namna ya kumnusuru huyu anayedhulumu ni kumkataza na kumkemea asiendelee katika matendo yake ya dhulma, na kile alichokidhulumu arejeshe haki za watu kwa wanaostahiki katika hali za namna hiyo. Sasa lau kama mtu atakwenda kafikia mahala akaona sina ujanja, sina namna, hapa cha kufanya ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio watu sasa wanaweza wakafanya ahlul badri. Na ahlul badri ni hatari kama inafanywa katika zile njia zake, ni hatari sana sana sana. Wala asitokee mtu akasema kwamba waache wafanye tu, subhanallah, yani ni hatari sana ukisema waache wafanye tu, subhanallah, kwa sababu matokeo ya ahlul badri huwa ni hatari sana. Na Imamu Shafi'i ana maneno mazito sana, anasema atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wama tadri ma sana'a ad-du'a sihamul layli. Anasema ya kwamba hivi wewe unaposikia mtu anasema nitafanya dua au ninafanya dua, hivi unachukulia istihzai alafu unachukulia kama mambo mepesi mepesi? Wewe unajua ni namna gani dua itakwenda kufanya?
Namna dua ilivyo ni kama sihamu layl, yani mkuki unaorushwa katika nyakati za usiku, tena kwenye giza nene kabisa. Wakati ule mkuki unaporushwa, uende utakavyokwenda, uchelewe utakavyochelewa, lakini utafikia mwisho tu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hata mtu anaweza akasema wamefanya ahlul badri mpaka leo bado ninadunda. Ndio unadunda, lakini bado mshale unafanyaje? Unatafuta mahala pa kwenda kugonga. Kwa hiyo unaweza ukajiona imesomwa leo mathalan, ukajiona una mwaka mzima, miaka miwili, wewe ukaona imenikosa hiyo. Kumbe bado inafanyaje? Inatafuta katika vile vituo vyake. Siku ikija ikidondoka pale mahala, subhanallah, watu wanatafutana katika mazingira kama haya. Kwa hiyo Muislamu kumsomea Muislamu mwenzake ahlul badri, ikiwa kama Muislamu huyo amekaidi kutoa haki yake, lakini kadhalika ikawa hakuna namna nyingine ya kufanya bali ni kunyanyua mikono kusema na Allah subhanahu wa ta'ala, haina tatizo. Unasema tu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, imeruhusiwa. Sikadhulumu na analeta kejeli na hataki kulipa haki ya watu, na watu hao wana uwezo wa kufanya dua, wasome tu. Tuitazame video ambayo ilikuwa inshallah. Somo hiki tunamkusudia Mariam Uswazi Fodi. Kisomo hiki ndio kinamkusudia mtu huyo na majambo aliyofanya kupitia baraka ya kisomo hiki. Mwenyezi Mungu amwadhibu, aweze kurudisha amana za watu na haki za watu. Nawaitu an aqra'a hadhihi al-qira'a بنية جلب كل خير عاجل ودفع كل ضر عاجل وآجل وبنية حصول هذه النيات السابقة يأتينا ما سألناه ولم نسأله من الخيرات. Mwenyezi Mungu nakuomba kwako tia baraka zako na utukufu wako. Somo hiki tunamkusudia Mariam Uswazi Fodi kwa yale majambo aliyofanya, aweze kurudisha amana za watu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walianza na surati Fatiha, baadaye wakatia nia kwa Kiswahili, baadaye wakatia nia kwa Kiarabu. Ni ndio albadili. Kwa jinsi ambavyo walivyoianza ni ahlul badri kweli, na hawa wanaofanya ahlul badri wanajua kweli. Mimi nimewasikiliza hapo, wanajua kweli. Lakini kikubwa zaidi ambacho mimi nilichokiona kwa hawa ndugu zetu, wao wanakusudia huyo anaitwa nani wamesema, Mariamu Uswazi, aweze kurejesha haki za watu. Maana yake kama akirejesha haki za watu, basi ile halak, kwa maana kule kuangamia, kupata madhara, kutakuwa kumeishia hapo, kwa mujibu wa namna ya nia na manuizi ambayo wameweka hawa ndugu zetu. Kwa hiyo kwa kweli hii ni hatari, ni ahlul badri kweli, na inaonekana kwa jinsi ambavyo nimewasikiliza hawa ambao wanasoma hii dua, wanajua kweli na wanapita katika zile njia sahihi za ahlul badri. Kwa hiyo ni hatari sana kwa huyu dada yetu. Mimi nimwambie kama ana uwezo wa kuweza kurejesha haki za hao watu ambao yeye amechukua haki zao,
awarejeshe tu mapema, wala asijitie ule ujabari kusema kwamba haitanifanya kitu, imesomwa mpaka leo bado nipo. Hii ni sihamul lail, ni sawa na mshale au mkuki ambao umerushwa katika nyakati za usiku. Uende utakavyokwenda, uchukue muda utakavyochukua muda, lakini utakwenda kugonga katika pale palipokusudiwa tu. Kwa hiyo ukiona labda leo hujapatwa na madhara, kesho haja kupata, kesho kutwa, wiki, mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, haina maana ndio utakuwa uko salama katika hilo. Bali rejesha tu haki za watu kwa mujibu wa nia. Hii inaonyesha haki za watu zikirejea, basi wao hawana habari naye katika mazingira kama. Asubuhi alikuwa ameposti kwenye mtandao wake wa Instagram maneno kusema kwamba ndio naamka mwili wote unauma jamani, nimerogwa sana jana usiku. Akacheka sana. Swali langu la msingi ni kweli kwa muda huu itakuwa albadili ambaye amesomewa jana usiku imeshafika au bado ni mzaha? Yeye bado hapo anafanya mzaha. Hapo bado anafanya mzaha kwa sababu ahlul badri si lazima mpaka kwa kuwa imefanywa leo basi kesho wewe upate madhara. Alafu watu wanahisi labda madhara ya ahlul badri lazima ufe au upate kichaa au upate sio hivyo. Madhara ya ahlul badri yanaweza akaja kwa njia nyingi sana. Inawezekana ikafikia wakati wewe ulikuwa na marafiki ambao wanakusaidia sana, kila mmoja akawa anakukataa. Ni madhara hayo, sio lazima mpaka ufe au upate madhara ya aina kadha. Kwa hiyo hizi lugha za kejeli ndio mbaya sana, hizi ndio mbaya zaidi. Ahlul badri ni hatari sana jamani, ni hatari sana sana. Mimi wasia wangu na ushauri wangu kwa dada yetu huyu, kama anaweza kurejesha haki za hawa watu ambao amechukua haki zao, afanye tu hivyo, wala sijitie ujabari, usijipige kifua kabisa kabisa. Nakumbuka kuna mtu mmoja iliwahi kutokea kitu cha namna hiyo. Alikwenda mahala fulani akaiba vitu vya watu, ilikuwa ni shamba hiyo. Akaenda akaiba nazi, lakini akaiba maembe, akaiba machungwa, na watu baadaye wakajua alioiba ni mtu fulani. Yule mwenye shamba akamfuata akamwambia, bwana, kuna taarifa zilizopo zenye uhakika ya kwamba wewe ndio umeingia shambani kwangu, umeiba nazi, umeiba machungwa, umeiba maembe. Sasa bwana, mimi nakukanya usirudie tena kwa wakati mwingine. Yule bwana anacheka, anaona kama utani. Sawa? Basi wamekaa kama wiki ya kwanza, wiki ya pili, yule mwamba karudi tena katika shamba lile lile. Kaiba tena nazi, kaiba maembe, kaiba na machungwa. Watu wakamuona, taarifa zikamfikia yule mwenye shamba. Yule mwenye shamba akasasa, huyu bwana huyu analeta kejeli. Akaenda akamwambia, bwana, hii leo ni mara ya mwisho. Baada ya hapa mimi nitakwenda kusoma ahlul badri. Yule akasema, kasome hiyo ahlul badri yako. Analeta kejeli na mbwembwe. Basi yule bwana akasema, kumbe unaleta kejeli, ngoja sasa mimi nikuonyesha. Akaenda kweli akafanya ahlul badri. Subhanallah, kilichokuja kutokea shekhe ni mtihani. Si alikuwa anajipiga kifua? Basi yule bwana ikawa kila anapoona mwembe, yani mti wa embe, anasujudu. Kila anapoona mti wa mnazi anasujudu. Kila anapoona mti wa machungwa anasujudu. Yani ikawa ndo adhabu yake yeye katika mazingira. Mpaka mwisho wa siku alikufa yule bwana. Lakini sababu ni nini? Ni kaiba. Alafu anaona kama vile ahlul badri hakuna mtu anaweza kufanya ikaweza kumsibu. Kwa hiyo anajipiga kifua kwamba maneno ya kejeli yale. Hii ni mbaya sana. Na hata mimi nishawahi kufanya tukio la namna hiyo. Kuna wakati fulani, kuna baba mdogo wa mke wangu huyu Sharifa Mmanga. Yeye alikuwa anajenga nyumba maeneo ya, nafikiri ilikuwa ni Buza kama sijakosea, wakati huo bado porini. Sasa yule bwana akawa kila akichukua matofali akipeleka pale kwa ajili ya ujenzi, kesho asubuhi akija pale hayakuti, watu washapita nayo. Sasa nitajenga namna gani kwa staili hii? Mwisho wa siku akaniambia, shekhe bana, naomba twende pale mahala tukafanya ahlul badri. Akamwambia naam. Kweli tukaenda pale. Kufika pale tukawa tunaandaa majambo yetu pale ili kufanya ahlul badri. Bado kiwanja tundoka anza kujenga makozi mbili hivi tu. Sasa kukaa kuna vijana watatu
wanapita wanarudi, yani wanapita pale jinsi wanatuona tu katika yale maandalizi, wanakwenda baada ya dakika 2 wanarudi tena, wanakwenda wanarudi tena. Mmoja akashindwa kuvumilia, akanisogelea, shekhe, kwani hapa mnataka kufanya nini? Mimi nikamwambia hapa tunafanya Ahlul Badri. Akashtuka yule kijana, ya nini? Kaambia hapa kuna watu wanaiba matofali ya huyu mzee. Basi yule bwana akawa mpole sana. Basi baada ya muda akanambia, shekhe, samahani bwana, kabla hamjaanza kufanya chochote, mimi nina neno nataka nikwambieni. Tuambie. Akasema, bwana, mimi bwana nilichukua matofali, lakini nilichukua matofali 250 tu. Kwa hiyo na wale wenzangu ambao waliona nimepita nao hapa, na wenyewe walichukua matofali. Sasa mimi nilikuwa naomba radhi, kama inawezekana hao matofali, na ahidi nitarudisha matofali 250 nitarudisha. Yule mzee akamwambia, basi nenda kawaambie na wale vijana wenzako walio mloiba nao, kawaambie na wao, je, watarudisha au wanasemaje? Yule kijana akatoka akaenda, kama baada ya dakika 10-15 akarudi. Akasema, bana, wale wamesema hiyo Ahlul Badri, someni, hawarudishi chochote. Tukamwambia sawa. Bwana naye tukakaa naye pale, naye akashiriki na sisi sasa. Lakini kila dakika anatulisha, lakini mimi haiwezi kunipata. Mwambia, kwa kuwa wewe ushajisema na umeahidi utarudisha, wewe haiwezi kukupata. Basi sisi tukafanya pale majambo. Subhanallah. Jamani, mimi ndo nasema Ahlul Badri ikipitwa kwa njia zake, wala usijipige kifua. Kama una uwezekano wa kwenda kumuomba radhi, kumuomba msamaha uliyemfanyia makosa, nenda tu. Acha kujipiga kifua kwamba haitanipata. Inakupa muda tu, lakini siku ikija kudondoka ndio mtaanza kutafutana sasa. Wakati huo basi matukio yaliyotokea pale mtaani ilikuwa hatari, shekhe. Sisemi hiyo siri yangu. Hakuna namna ambayo mtu anasomewa Al-Badri ana kinga zake afu zisimkute? Hakuna hiyo. Maadamu ikiwa jambo ni la haki, yani Ahlul Badri itakuwa haiwezi kukupata, au dua yoyote haiwezi kukupata kama kutakuwa unatuhumiwa tuhuma ambazo hazina ukweli. Hapo ndo haiwezi kukupata. Mathalan, mtu anakutuhumu kwamba wewe umeniibia, ni mwizi, alafu si kweli wewe hukuiba, ile Ahlul Badri haikupati. Ndivyo jinsi ilivyo. Lakini ikiwa ni haki kweli, umeiba na unajua kabisa umeiba, au umedhulumu na unajua kabisa umedhulumu, alafu unajipigia kifua, ni hatari sana. Kinachotokea pale ni kitu kinachoitwa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah anasema nitawapa muda tu hawa watu. Yani ni kama vile jinsi unavyoona samaki, kwa wavuvi wanaelewa sana. Ukiwa na ile ndoano ya kuvulia samaki, umeshaifunga uzi. Sasa samaki akila huwa anapewa uzi. Yani uzi ule unakuwa mrefu, anazidi kutembea mule baharini akihisi kama yuko huru. Kumbe ni huyu mvuvi anampa muda tu. Ni muda gani? Ni mvute huyo. Ndio iko hivyo. Sasa linapotokea tukio hili la Ahlul Badri, wallahi mimi niseme tu kiukweli, kama anaweza kulipa haki za watu afanye hivyo, na kama hana akawaombe msamaha, wamridhie, wamwambie bana, ni kweli mimi nimewadhulumu, lakini kwa sasa kwa hali nilokuwa nayo sina uwezo wa kuweza kulipa kiwango hicho kutokana labda na hali iliyonipitia na mfano wa hayo. Wale wamridhie, waseme basi inshallah tumekusamehe. Hapo itakuwa salama upande wake. Kuna watu wanasema labda Mariam Swazi kuna kitu anategemea, ndio maana wenzake wanasoma Al-Badri kwenye yamkute mabaya, lakini yeye hajali, lakini itapokuja kufika ndipo atakuwa kashachelewa wakati huo. Yani unajua Ahlul Badri watu wasifanye kwamba ni kama chumvi katika mboga, labda ukiweka chumvi hapo tayari imekolea. La, ina uwezo wa kukaa miaka 2, miaka 3, wewe unadunda tu na unajiona uko salama, lakini kumbe uko chini ya ulinzi. Inakutafuta taratibu, pap, ukiingia kwenye 18 umekwisha. Ndio jinsi inavyokuwa katika utaratibu huo. Kwa hiyo bado jambo la msingi, asijipe ujeuri na wala asiwe na maneno ya kijeuri eti kwa sababu imefanywa jana au juzi bado anajiona anadunda, na labda awe hajafanya kweli hayo matukio ya kudhulumu. Ikiwa hajafanya kweli matukio hayo ya kudhulumu, haiwezi kumkuta kabisa. Lakini kama amedhulumu na yeye mwenyewe anajua amedhulumu, aombe tu msamaha au alipe haraka.
kile ambacho alichowadhulumu watu. Ni hatari sana. Tumalizie dua kubwa ya mwezi wa 9. Wengi wamekuwa ni watu ambao wanaulizia, kwanza mrejesho upoje kwenye ile dua ya kwanza tulioifanya, na hii ya pili ambayo inakwenda kufanyika imekaaje hasa? Allahu akbar. Kwanza katika dua ile ya kwanza ambayo tuliofanya imetoa matokeo mazuri mno. Yani kila siku tunapokea simu zaidi ya 5, 7 mpaka 10 za watu wanatoa mrejesho mzuri sana. Hasa ilikuwa ni dua maalum kwa ajili ya kusulhu masala ya wanandoa, yani kutengeneza suluhu baina yao, kusababisha ndoa ziwe na furaha, ziwe na amani. Lakini waliokimbiana, kuna watu ambao walikimbia, mume alikimbia karudi haraka sana, na kuna wengine ambao walikuwa katika uchumba. Hivi tunavyozungumza leo ni siku ya 3 tayari ndoa ishafanyika. Naam, tuongee nao hao kabisa. Watoa uthibitisho sahihi kabisa, watatoa uthibitisho vizuri tu. Lakini kadhalika biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kuna watu ambao walikuwa wanaumwa. Nazo mimi audio nyingi sana katika simu yangu. Kuna watu walikuwa wako hoi sana, lakini baada ya dua zile wanazisikiza mara kwa mara, wallahi wananambia kila siku wanaona wana recover kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Lakini kadhalika kuna wale ambao wao walikuwa ni watu ambao wana shida katika masala ya kazi zao. Unajua kuna watu wana kazi na riziki wanapata, lakini riziki ile kiingia mikononi mwao ndipo panazuka matatizo, ili mradi ile ipotee yote. Ikishaisha na matatizo yale yameisha. Hiyo tupo wengi. Dua inanihusu. Hatari sana shekhe. Ikipatikana nyingine tu matatizo yamepiga hodi. Basi ili mradi ile mipango yako wewe isitimie, inaharibika. Alhamdulillah, kuna baadhi ya watu wanasema tunaona kuna maendeleo mazuri. Kwa hiyo inshallah tarehe 3 ya mwezi wa 9 ni siku maalum kwa ajili ya dua yenye pati 3. Dua yani pati ya kwanza ni maalum kwa wale ambao wanadai madeni yao kwa watu alafu hawalipwi. Watu ambao kwa Maria Muswazi wanawahusu. Aiwa, tayib. Inawahusu sana. Yani wanadai madeni yao, na huyo ambaye wanamdai ana uwezo kabisa ya kuwalipa lakini halipi. Hii ni dua maalum tunaifanya tarehe 3 ya mwezi wa 9 insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pati ya pili, kuna wale watu ambao wanadaiwa sana na wanania kabisa za kulipa lakini hawana uwezo wa kulipa. Sahihi kabisa. Kwa hiyo hawa tunafanya dua maalum ili Allah subhanahu wa ta'ala awape asbabi za wao kuweza kupata kipato ambacho kitachoklia na kulipa yale madeni ambayo wao wanadaiwa. Hii ni pati ya pili. Na pati ya 3 ni kwa ajili ya maradhi. Yani Mwenyezi Mungu ajalie kheri, aondoshe madhara na mfano wa hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la msingi kwa yule ambaye anataka kuingia katika dua hii ni kuwasiliana nasi tu, na sisi tutampa utaratibu namna unavyotakiwa, basi inshallah na yeye ataingia katika orodha. Na kwa uzuri zaidi tunahitaji ni watu 350 tu. Naam. Na hivi sasa yani hisabu inaenda kwa kasi mno, maana tutahitaji jina la anayedai na anayedaiwa. Ikiwezekana si vibaya kujua pia na kile anachodai, maana kuna mtu anadai kiwanja, kuna mtu anadai nyumba lidhulumiwa, kuna mtu anadai pesa, kwa hiyo ni vizuri pia kujua na kile anachodai. Lakini pia ni vizuri kujua mji wa anayedai na mji alipo anayedaiwa. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Zipo taratibu za kidua, zikifanyika mambo yanakwenda sawa biidhnillahil karim. Huyu aliyekuwa mbali anashiriki vipi hiyo dua? Aliyekuwa mbali ni kutupigia simu, tutampa utaratibu. Tukishapata yale majina, kuna taratibu ambazo tunazifanya. Alafu siku zote hizi tuna dua zetu zile ndogo ndogo tunaendelea nazo ndani kwa kuweka nia kutokana na hawa watu ambao wamejisajili pamoja nasi. Kisha ile tarehe 3 ndio inakuwa siku ya dua kubwa, ambayo dua hiyo itakuwa live katika channel zetu nyingi kabisa, ukiwemo wewe Nyundo TV. Jambo litakwenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mlio kwa mbali sasa, nafasi ndio hiyo, nadhani nimeshasikia sasa namna ambavyo ya kushiriki ni kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Sheikh Yusuf Diwani aweze kukupa namna ya kuweza kushiriki. Wewe ambaye unadai, wewe ambaye unadaiwa, na wewe ambaye mambo yako haendi sawa, unaweza kunitafuta Nyundo TV ukaniambia nina shida kuweza kufika pale ambapo yupo Sheikh Yusuf Diwani. Nitakufikisha ambapo nitakuwa ninatakiwa nikufikishe, ama nitakupa namba zake uweze kuwasiliana naye mwenyewe. Mengi tumezungumza kubwa zaidi kuhusiana na
albadili ambayo imesomwa kwa dada yetu huyu Mariam Uswazi. Sheikh ameweza kufafanua kwa kina kabisa nini maana albadili, nani ambaye anasomewa albadili na nani ambaye anapasa asome albadili na nini madhara yake. Mengi tumezungumza, hebu tuambie kwenye comment hapo. Kwa haya machache ambayo tumezungumza, unahisi nini maoni yako? Ni sahihi kwa yule ambaye anadaiwa, inasemekana kwamba anadaiwa Mariam Uswazi kusomewa albadili, ama sio sahihi? Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video kwenye YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.